Wewe dogo. Unapeleka wapi huo mchi? Mama kaniambia nirejeshe kwa Mama Dula. Hivyo hivyo kwa mchafu. Je, aliusafisha kabla ya kupa kuupeleka? Hajasafisha au mchi wala kinu chake. Kamwambia mama yako aache uchafu. Tena ni mchafu wa kiwango cha flyover. Anatumiaje mchi alafu anashindwa kuusafisha? Si uchafu? Huo ni uchafu na ni uchafu. Na wanawake kama hawa ni msungo. Kamwambia mama yako yeye ni msungo. Tumia kusafisha Babu. Ukirudia tena kunishika mkono, unajua nini nitakifanya? Mke wangu, unachokitengeneza sio njia nzuri ya kufikia makubaliano. Umeniambia unaenda kwenye shughuli. Sawa, lakini sio kulala huko ikiwa sijui ni nani katika familia yako anayehusika na hiyo shughuli. Kwa hiyo, ukoo mzima wa familia yangu unaujua, si ndio? Napaswa kujua Mwasi. Napaswa kujua chochote kukuhusu wewe. Kwa sababu wakati nakuoa wewe, niliambiwa ndugu zako ni ndugu zangu. Ndugu zangu ni ndugu zako. Sasa nataka kujua, unaenda kwenye shughuli ya ndugu yako yupi ambaye ni ndugu yangu mimi? Kumbe unalijua hilo. Na taratibu zote ulipewa wakati unanioa. Mbona kipengele cha huduma ukizingatia? Unaondoka asubuhi na niachia shilingi 5,000. 5,000 itanitosha nini? Niache nende nikapambane kuitafuta 5,000 nyingine ili nikijumlisha inakuwa shilingi 10,000. Mimi ni MC, nafikiri unajua kazi yangu. Tusikitike kidogo. Pole sana. Pole Abi. Pole ya nini sasa? Wewe usikaze, usichekeshe, usikaze kabisa. Usikaze kabisa. Maumivu tunayaona. Yaani hata ukicheka vipi bado maumivu tunayaona kwenye taswira yako. Hata utoe macho hivi bado maumivu yako pale pale. Hao ndo wanawake. Yaani hao ndo wanawake wa kisasa. Yaani aliyesema akisawa anahisi hawakumuelewa. Mwenyewe alikuwa anaweka usawa wa watu kwenye mambo mengi. Lakini sasa wanawake wa siku hizi akisawa amepeleka tofauti, ndo haya anawakuta haya. Na mwanamke kama huyu ili uishi naye Abi, lazima wewe uwe mwanamke, yeye awe mwanaume kama hivi ninavyoona. Butua, hakuwa hivi hapo nyuma kipindi naanza mahusiano naye. Angekuwa hivyo usingemuoa, yani usingemuoa kabisa. Yeye sio fala. Unajua kuna tofauti ukiishi na mwanamke katika uchumba na kwenye ndoa. Kwenye uchumba wana mapenzi kama ya Kihindi, hata kupeti, hata kutoa chunusi hadi za kwenye meno. Lakini sasa mkishaingia kwenye ndoa, mpaka utakumbuka uchumba. Ila kipato kimeshuka sana. Kifanye kipande. Yaani hakuna njia yoyote. Ukiona kipato kimeshuka kifanye kipande. Kama unaacha shilingi 5,000, hakikisha inazidi 5,000 nyingine na kwa 10,000. Na hapo wenyewe usigande sehemu moja. Ukiona tena hapa meganda unaongeza tena 5,000 nyingine na kwa 15,000. Iwe endelevu. Wanawake wameumbwa kupewa. Hao ndo wanawake wapewe tu, wapewe. Ndo walivyo. Na ndio maana mwanamke anapata mimba, bado anasema mimba hiyo ya kwako. Hao ndo wanawake baba. Bado mimi naenda kwa MC. Oh my.
Kwanza mimi nitangulize samahani. Lakini pili naomba nikuulize swali. Nini hatima ya mapenzi yetu sasa? Ina maana kwamba mimi sasa hivi nitakuwa nashindwa kabisa kukuona, si ndio? Hapana. Ili jambo limeshatokea na hakuna namna yoyote ile ya kuweza kulitatua. Inabidi tu tukubaliane nalo. Nimejitahidi kuvumilia lakini nimeshindwa. Unafahamu jinsi gani mimi ninavyokupenda. Na unajua kabisa kwamba mimi siwezi kupoteza hata dakika 2-3 bila kukuona. Nitawezaje sasa? Na wewe unafahamu pia kuwa nakupenda fika yenyewe. Nitawezaje kufanya hivyo wakati ni mila na tamaduni zetu hizo? Natamani kila wakati niwe karibu yako. Kwa hiyo au unataka kuniambia sasa hivi umekuwa unipendi, si ndio? Kwa sababu umekuwa mwali ndio maana unipendi, si ndio? Sawa. Mimi nitakuelewa. Lakini kwa sharti hilo, naomba ikifika usiku niwe nakuja pale kwenu kukufuata. Nitafanya hivyo kwa ajili yako. Asante Samira. Nakupenda Samira. Naomba usiniangushe kwenye hili. Nakupenda pia. Inabidi uondoke sasa hapa. Sumu wangu asije kukukuta. Ondoka. Mbwela wangu. Wasi, umependeza sana. Hakika natembea na mwanamke mzuri sana. Japokuwa ni wa watu. Asante sana mpenzi. Nimejiandaa kwenda shuleni. Na nimeshaomba ruhusa. MC nipo tayari kwa kwenda kuisherehesha shughuli yangu. Nipo tayari kwa mchezo. Kweli utaiweza sherehe leo? Maana ukumbi ambao tunaenda kusherehekea leo haujapata shughuli siku nyingi. Mbwela, najua unanijua vizuri. Najua kuisherehesha vizuri sherehe yangu. Na sijawahi kushindwa. Kila siku mimi ni mshindi katika mchezo. Nimejiandaa vizuri katika mchezo wangu. Kama nawe umejiandaa vizuri, itakuwa bora zaidi tukisherehekea ushindi. Sawa. Basi mimi sidhani kama kuna muda wa kupoteza hapa. Kwa sababu kila ninapokuona hivyo, ndo nazidi kupagaa. Yaani nazidi kupata hamu. Sijui uwanja leo utakuwaje. Wewe ni mke wangu na wala sio mpelelezi wangu. Nimesema sitaki kufuatiliwa wala kupekuliwa chochote kile. Najielewa. Natambua lipi baya na lipi zuri. Sasa hivi nataka kufuata ni matakwa yangu tu. Kwa hiyo mume wangu, hata ukinikosea nisiseme. Nimeona tatizo ni nyamanzi. Eti kisa mimi ni mwanamke na nifuate matakwa yako. Hiyo haipo sawa. Nyamaza. Kama unataka kuishi na mimi, inabidi ufuate matakwa yangu. Mimi ndo naongoza hii familia. Lakini unakosea mume wangu. Acha nikosee. Nimeshasema sitaki kupekuliwa kwenye simu yangu. Nimefunga mjadala. Wewe ni mume wangu. Nitakupekua na nitakulinda. Usikie? Kwenye hilo, wala siwezi kusikia hata iweje.
tusikitike kidogo. Alikwambia mwanamke anapigwa hadharani nani? Nani nakwambia wewe? Amenikosea. Acha nimfunze adabu, nimuonyeshe kwa mimi ni nani. Huo ni umama wege wewe. Mwanamke apigwe hadharani. Unashindwa kumpiga chumbani akakuletea matokeo ya mtoto. Unampiga hadharani maana yake ndo nini? Na wewe mama umeua? Nakuuliza umeua? Sasa urudi kwenu. Rudi kwenu au ndio unawasikiliza masomo? Kadumu kwenye ndoa. Kadumu kwenye ndoa. Au masomo yenyewe umeachika unakwambia kadumu kwenye ndoa. Rudi kwenu. Hii ndo ndoano yenyewe. Huyu sio mwanaume. Hamna mwanaume hapa. Oya. Ondoka. Kabla sijabadili maamuzi yangu nikaja kukurudia wewe. Subutu, nipige. Niguse. Oh my, niguse nikuonyeshe. Mimi unapambana na Jamhuri ya Muungano. Yaani unanipiga na kuangalia. Sikuguse hata kidogo. Naenda kushtaki unaishia ndani. Unaenda jela unakutana na Wanyampala. Unajua Wanyampala wanafanya nini ngedele? Usione. Watoka. Watoka bwana. Toka. Ondoka. Wewe. Endelea. Sema safari yangu naona imefikia. Kukupenda ndo kosa langu leo nanionea. Sina budi kusema sawa ila tatizo ni moyo. Yanaumiza mimi naona haya. Mimi napenda kuiona furaha yako katika taswira pana sana. Naenjoy kwa penzi lake. Kweli. Mimi naamini sana katika upendo wa dhati kwako. Natamani usibadilishwe na chochote. Tayari umeuteka moyo wangu. Niwe sasa kuchagua. Ni wapi utautupa. Binafsi sina mwanaume yeyote ninayemfikiria zaidi yako wewe. Na kuomba ufanye uhalalishe. Niwe mke wako wa halali. Nitakupenda sana. Nitakuheshimu. Nitakupa thamani kubwa katika safari yangu hapa duniani. Nakupenda. Nakupenda pia. Kama soli ya kiatu katika kiatu chako. Popote uendapo na mimi niwepo. Mimi siwezi kukaa na mwanamke asiyeweza kuchambua akili yake bwana. Wanawake wa siku hizi hatuumizwi na mapenzi. Akikuzingua na wewe mzingue. Wewe una ubaya wewe wakosa mwanaume. Hebu nipishe huko una akili bwana. Mbona kama una mawazo? Hamna. Ila naadha maisha tu. Maisha? Maisha wakati unakaa kwa bibi mkubwa? Kukaa kwa bibi mkubwa sio sababu. Lazima unakuwa na maisha yangu mwenyewe binafsi ambayo unafikiria. Unajua bwana hali unachekesha sana. Unafikiria maisha, unalala kwa bibi, unakula kwa bibi, kila kitu kwa bibi,
Nini tena? Sawa nakuja. Vipi? Bibi amenipigia mara moja. Ana maongezi na mimi. Kwa hiyo hata safari tuliyoipanga umegailisha. Tutaenda hata baadaye. Unazingua. Yaani kama ungetuma zile picha na sura yako ungeharibu. Yaani ni bora umetuma zile picha bila sura yako. Sema na wewe mwenyewe mzembe. Nishakwambia nikikutumia picha mara moja. Tizama futa. Wewe uliacha nini sasa? Hiyo ndo maana ya ajali kazini mama na mama. Mkeo aliomba ushauri juu ya hili sakata. Mimi nikamwambia aombe talaka. Ili uje wewe. Naijua hiyo. Abi, huyo hayupo. Katoka. Mimi toka muda namsubiria yeye. Hayupo huyo. Hayupo Mbwela. Malai umefika huku? Unajua ukiwa mtafiti, ukiwa unafanya utafiti, unatakuwa utembee sehemu mbalimbali. Tena ikiwezekana unavuka hata mipaka. Ndipo utafiti unakamilika, yani safi na salama. Mbona unatabasamu? Aisee, mimi siku hizi friji langu linagandisha. Tena linagandisha. Mungu nashukuru kwa kunistiri. Umenistiri kwa kiwango kikubwa. Sijasema chochote. Kweli umelewa? Kweli nimelewa. Tena nimelewa kweli kweli. Oh my. Ila Abi, katika uchunguzi wangu nimegundua limau ni chungwa lilosalitiwa. Mbona chachu. Nimelewa. Akirudi mwambie namtafuta swaiba wangu. Yaani katika siku umecheza kama Pele ni leo. Umecheza kama Pele. Sasa siku nikicheza kama penati za Baka zile fya juu, hafu hazionekani zilienda wapi. Ndio utajua nini maana ya kuwa na mke wa mtu. Si nimecheza kama Pele, safi na salama. Oh my. Safi. Ila kukiwa kuna kiza, kuna muda patawaka, mwanga utatawala. Ndipo kila kitu kinajulikana. Mwambie mke wa mtu mumewe alikuja anamtafuta yeye. Alafu umemfungia wewe. Alafu ni swaiba wako wewe. Freshi. Sema nini? Ukiwa hivyo friji lako linagandisha unapendeza sana. Sawa. Wewe subiri siku compressor liharibike ndio mambo yanakuwa kwelele. Yaani naweza kuvumilia panga kati kisu nacho mkononi. Oh my. Karibuni.
Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Karibuni jamani. Asante jamani. Afadhali tulivyokukuta. Kungwi kama tulivyoongea. Swala letu lile, mwanafunzi wako huyo nimekuletea. Hivi harusi ni lini? Ndoa bado. Na taratibu zingine pia bado. Lakini nimemleta ili apate mafunzo ya awali. Si unajua watoto wetu wa siku hizi. Na umemleta wakati mzuri, maana kuna mwenzake yuko mafunzoni. Mwaka huu tutapata vitu vya moto, maana wakitoka huko ndani najua watakuwa wamewiva hatari. Si kama unaponijua. Shoga yangu una shombovu, hujawahi kulipika boko. Na nikakwambia nikuletee mwanafunzi wako ili umfanyie vitu vizuri. Unajua utoaje boko. Karibuni ndani. Asante. Na unajichekesha nini? Kama dada poa umeona ofa za bia. Omai! Unanitukana, unaweza matusi? Utatoboa kwenye matusi? Mimi mwenzio matusi kama kituo cha daladala na mateja. Utaweza? Aya, tukiulizana hapa kati yangu mimi na wewe nani dada poa? Nani dada poa? Wewe kijana mdogo unaenda kutoka na bibi mtu mzima kabisa. Kwa sababu nini? Eti kwa sababu ya hela. Unashindwa kutafuta hela wewe. Umesikia tu bibi kafiwa na mumewe, churupu umejisogeza. Ana mashamba, churupu umejisogeza. Yaani vijana wa siku hizi wa hovyo. Aya, mimi nani dada poa? Wewe ndo dada poa. Shemegi, hebu punguza kawa man. Wewe koma wewe. Shemeji yako nani? Unajishemejishisha. Ujanani kwako huko hujapata shemeji, unajishemejishisha kwangu. Unikome. Pumbavu. Weki bibi, tondoke. Wewe, mwenzio kakutetea vizuri hapo. Wewe unashindwa kumtetea? Babu. Oh my. Pambana na bibi yako. Silali na deni. Waajabu na wahovyo. Na nitawafunda mwaka huu. Sio vijana, sio wazee, na wafunda wote. Na ukiangalia hapa, unamwona kabisa Ali yupo na ule bibi kwa sababu ya hela. Na huyu bibi migomba yuko na kijana kwa sababu ya tendo. Dadeki. Tawafunda mwaka huu mpaka mfundiki. Alright. Uwezo. Ale, watu mnakaa. Hili nachukuliaje ndoa hii? Ndoa ni mipango misabiti. Inapangwa na ikipangwa inapangika. Haya mapenzi jamani yanauma. Yanaumiza. Mama, shikamoo. Koma kama ulivyokoma kwenye zio la mama yako. Wewe, si nilikwambia usikanyage nyumbani kwangu? Hapo umefuata nini? Umefuata nini nyumbani kwangu wewe mtoto jamani? Na si nilikwambia usikanyage nyumbani kwangu wewe? Au unataka nikupigie kelele za mwizi? Na wewe, si nilikwambia usikanyage nyumbani kwangu huyu? Imekuwaje leo anakanyage nyumbani kwangu? Mama, nimemwambia ondoke ila amekataa. Mimi kweli ni mwizi. Lakini mwanao ndo alonifundisha kuwa mimi mwizi wa mapenzi. Nampenda sana mwanao. Nyamaza wewe mtoto wewe. Nyamaza huo mdomo wako. Nipeni muda kidogo. Najitafuta. Nitakuja kumuoa mwanao. Usiruhusu aolewe na mtu mwingine. Unaniletea uchulo nyumbani kwangu? Umeshachelewa tayari. Huyo mwanangu unayemzungumzia ameshakuwa mwali tayari. Muda si mrefu anaenda kuwa mke wa mtu. Iwe mwanzo na mwisho kama nilivyorudia mwanzo wewe kukanyaga nyumbani kwangu. Nitakuja nikukate miguu na hichi kichwa chako.
Mama. Laana kum mtoto wewe. Wewe unaweza kuwa na mama kama mimi? Mimi naweza nikakuzaa wewe mtoto minyole kama mizizi ya bangi? Na wewe iwe mwanzo na mwisho nilishakwambia kama nilivyorudia mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, leo ya mwisho nafunga. Nikimuona amekanyaga mguu wake hapa, utanyanyuka wewe umfate huko atakapoenda. Ndio maana kila siku nakwambia upite njia yako na mimi nipite njia yangu. Leo tumekutana na Butua. Hao wengine wenye akili timamu, kila mtu anajua. Lakini mume wangu, kosa langu mimi liko wapi? Mpaka unahairisha safari. Wewe bibi vipi wewe? Mimi Blandi. Kijiji kizima wanajua mimi Blandi, naitwa Mtupisi Kifesi. Alafu istoshe, ukiendelea kunisumbua hivi, nitadai talaka yangu. Tap screen guys, share live, tuma gifti. Jamani, tap screen jamani, tumeni gifti hizo tafadhali. Mke wangu, mimi nadhani ungewasha moto ingekuwa jambo jema zaidi. Unanipangia nini cha kufanya? Mbona umeanza kuosha vyombo? Wazo wengine sijui vipi. Naomba niache live tafadhali. Sawa. Endelea kuwa live mama watoto. Mimi nitapika. Itakuwa vizuri. Nitapika jioni. Lakini haya ni majukumu yako mke wangu. Alikwambia nimekuja kupika nani? Sasa wewe umekuja kufanya nini mke wangu? Ikiwa hata tendo nikitaka mimi na kuwa ugomvi mpaka wewe uamue. Maisha ni kuchagua. Ukiona sikufai niache. Usilazimishe vitu. Sawa wewe mzee? Sijui mzee mwingine ipo vipi? Mbona unaninyanyasa hivyo mke wangu? Au kwa sababu umeona nakupenda? Basi waungwana hawako hivyo. Wewe ushakuwa mke wa mtu. Wewe ndio chaguo langu. Basi ukiona nakupenda usininyanyase hivi, inaonekana mpumbavu mbele za watu. Umri ni namba tu. Mapenzi ni kitu kingine. Usininyanyase na utu uzima au bwana. Tungewahi kufanya jambo lako haraka kisha mimi nirudi nyumbani, kwa maana nimeacha mlango wazi yenu. Sawa malkia wangu. Basi tufanye mchakato tuende nyumbani moja kwa moja. Hatuchelewi wala nini? Nyumbani kwako hapana. Mimi nilikuwa nafikiri bora tu tutafute chako huko ili somo wangu asije kaligundua hili jambo. Mimi nikutakia tu safari njema. Kwa hiyo umeamua kunifukuza? Mwasi, nimekufukuza vipi tena? Wakati nimekwambia unajua wewe ni mke wa mtu. Mbwela, bado nakuhitaji. Nahitaji kuendelea kuwa na wewe.
japo kwa usiku huu wa leo. Na ukumbuke pia mimi najitambua. Najua ninachokifanya. Nakupenda Mbwela. Natamani uwepo wako. Na bado pia nina hamu na wewe. Lakini wewe ni mke wa mtu. Hebu fikiria kwanza wewe mwenyewe. Kama mumeo akija kigundua, unafikiri itakuwaje? Ilinde ndoa yako wewe mwenyewe. Mimi nipo, muda wote unaweza ukaja, tukafanya ukaondoka. Lakini sio kama hivyo ambavyo unavyotaka wewe. Hii yote kwa sababu nakuonea huruma wewe unajua. Na iheshimu ndoa yako. Nakuhitaji wewe na sio pesa zako. Tusikitike kidogo. Naam. Habari zilizotufikia katika televisheni yetu ya Drone TV katika kata ya Lupunga. Upungufu wa gesti katika kata ya Lupunga umezidi kuwa mkubwa mpaka kiasi kwamba vijana wanatafuta machaka na kugeuza kuwa gesti. Nikiripoti kutoka kata ya Lupunga, ni mimi mtangazaji wako Butua Maginga wa Drone TV. Zamani zilikuwa taarifa za ghafla. Oh my! Unatoka wapi usiku huu? Wewe dogo. Unapeleka wapi huo mchi? Mama kaniambia nirejeshe kwa Mama Dula. Hivyo kwa mchafu. Je, aliusafisha kabla ya kupa kuupeleka? Hajasafisha umchi wala kinu chake. Kamwambie mama yako aache uchafu.
Tena ni mchafu wa kiwango cha flyover. Anatumiaje mchi alafu anashindwa kuusafisha? Si uchafu huo ni uchafu na ni uchafu. Na wanawake kama hawa ni msungo. Kamwambie mamako yeye ni msungo. Tumia kusafisha mbavu. Huyu ndo mama yako alikuagiza upeleke mchi bila kuosha, si ndo huyu? Ndio. Mama yangu. Hivi wewe, kwani ulinitukana? Mimi sijakutukana hivyo. Mimi sijakutukana kabisa. Ila wewe ndo umejitukana mwenyewe. Wewe mwenyewe umejitukana. Basi ondoka. Niondoke? Subutu. Yaani niondoke ikiwa bado wewe sijakufunda? Wewe hujafundwa. Hujafundwa. Na kama umefundwa, basi unatakiwa upigwe msasa. Na kazi hiyo naiweza mimi tu. Kupiga watu msasa waliokuwa hawajafundwa. Mama, ukitumia mchi, hakikisha unauosha kwa ajili ya kazi nyingine. Sio unautumia afu unaurudisha vile vile. Matumizi mabaya ya kutumia haipo hivyo. Sio kutumia kusafisha vibaya hivyo. Tumia, safisha kwa kazi mpya. Kwanza unatakiwa tu ushangae. Wewe mama mwenye mtoto, unamruhusu vipi mtoto wako akupige picha? Picha zenyewe mikao imekaa vyeka, unataka kujamba afu umekaa tu hivyo ovyo ovyo. Unamfundisha nini shao wako? Unamfundisha nini? Ondoka bwana. Naondoka, kwani nilivyokuja nilikwambia? Muangalie. Kutumia tu, kusafisha Shao. Kama mama yako akikosea tena, mfunde. So dhambi kumfunda mama yako akiwa anakosea. Siri za ndani zibaki ndani. Unaenda huko? Naenda. Mama, hivi kweli ni msungo? Nini wewe? Afu mtoto wewe. Toka hapa. Malkia wa dunia yangu. Niambie. Wewe, mke wako yuko wapi? Ameenda sokoni. Sikia. Basi tuende hata chooni basi. Maki nimemisi sana ni michezo yako yani. Alafu siku hizi ni umekuwa mgumu kweli yani. Sijui shida ni nini. Wewe naye, si nikwambia subiri nipone. Huyu hapo. Dada. Karibu. Asante mama. Poa. Poa. Sikia, kuna mahali nataka twende. Kajiandae basi, msindikize. Wapi? Wewe kajiandae. Basi subiri kwanza kamwandae mume afu ndo tuondoke. Wewe naye, kwa mume gani sasa huyo anayekutoa machozi kila muda? Dada, ndoa hii. Kidogo. Niambie leo una bei gani? Yaani leo mimi sina hela kabisa. Sina 100 kipande, sina. Leo mimi nina tendo. Tendo nitakupa. Hela sina. Sasa tendo bila pesa, ilo tendo yenyewe inafanyikaje? Kwani pale unaweka hela au unaweka jinsia? Mimi naweka jinsia kimanumanu. Siweki hela. Hebu kuwa serious basi. Hii biashara. Uelete hela hiyo tukashebelishe wewe. Wewe usiona umwi mwembamba huu. Na shughuli ndani mimi. Leo hakuna kushebeleka. Leo ni bila hela, labda ndo tushebeleke. Sina hela. Kwa kama ulikuwa una hela ulinisimamisha nini hapa mjini? Ndio nimekwambia sina hela sasa. Wewe twende ukani bless. Wewe ni bless utalipwa. Nani unanichosha tu hapa? Kama una hela, pita zako kwa mimi niendelee na safari yangu. Nenda. Sasa ulinisimamisha nini kama una hela? Kwani ulisimama kama? Hebu nitokee mimi, pombe tu. Waangalie. Matege yale kama yao kwasi. Yaani watoto wa kike wa siku hizi sijui wapoje. Yaani mkikutana ukimpigia simu njoo tuonane, akili yake ndo anajua vikoba, anatibu.
nyumba anajenga kwa pesa ya mwanaume. Akati mimi nakupa hela siku moja kwa ajili ya tendo, alafu unaokosa upendo kwa muda mrefu. Ndivyo unakutana na wanaume wengine, hasira zake zinaishia pale pale. Anakutumia 10,000, unalipa mambo ya 30,000, 25,000. Shweka anakufilimba mpaka ukome. Pumbavu. Shenzi sana wanawake kama nyinyi. Nenda kwa mwanaume mpe tendo, rudi nyumbani. Yeye atakutumia. Mapenzi ni tendo, sio pesa. Pumbavu. Pombe kuacha mimi nataka. Ila nkilala na utawita, naita baba. Oh my. Uwezo. Haujui. Naumia sana Mbwela. Mimi najua kama wewe unaumia. Na wala sio ya kunifundisha hayo ambayo unayopitia. Mapenzi yanauma sana. Tena sana. Alikuwa zaidi ya mwanamke kipindi tupo katika uchumba. Isitoshe mimi nimewekeza kila kitu kwa Mwasi. Tafadhali zungumza naye shemeji yako, huenda akakuelewa. Nakuomba sana. Lako langu, langu lako. Wewe ni rafiki yangu, kwa hiyo nitakaa naye shemeji na nitazungumza naye kila kitu. Mimi naamini atanielewa sana kwa sababu ni mtu ambaye namheshimu na yeye ananiheshimu sana. Nakuamini. Samahani, naomba kukuuliza. Eti mama yako yupo? Hapana, ametoka. Basi sawa, haina shida. Akija nimwambiaje? Wewe utamwambia kwamba fundi amekuja. Fundi wa nini? Ukimwambia tu alikuja fundi, mwenyewe anajua kwamba fundi wa nini. Sawa? Afadhali mume wangu umefika haraka. Nilikuwa natoka hapa naelekea kwa mama. Nitakaa kama siku 3 hivi. Umemwaga nani? Nimemwaga nani? Si ndo nakuaga hivi au unatakaje? Unajua mke wangu ananikosea sana. Wewe unikoseaje? Shika funguo mpuuzi wewe. Sawa, nenda.
Sijui kwa nini Tete ananifanyia hivi. Najaribu kufanya vitu vingi sana kwake, lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo nategemea Bwana Butua. Tatizo huwezi kuona kosa la akili yako, hiyo ndio shida Tanu. Lakini kama ungeona kosa la akili yako, ungejua namna gani ya kujitibia. Alishaniambia kuwa amemaliza vitu vyake. Haya, na mimi nakwambia sinywi pombe. Kwani kusema ndo kutenda? Wengi wanasema lakini wanachokitenda ni tofauti. Wewe vipi Tanu? Namlea kihuruma na kiunyenyekevu sana. Sasa hivi inalazimika kila siku ya Mungu lazima nitoe shilingi 1000 kwa ajili ya baba, ili tu niendezeshe. Lakini bado huruma sio malezi. Huruma sio malezi kabisa. Buku kwa siku, kwa mwezi 30 hela. Hiyo hela nyingi sana katika maisha yetu ya sasa hivi. Hiyo hela ungewekeza kwenye sehemu nyingine, ingekuwa safi na salama. Upendo ujengeki kwa pesa, Bwana Tanu. Ukiona umemchoka, achana naye ili wengine wakamuoe wapate shida kama unazopitia wewe. Usilazimishe upendo mzee baba. Ukimwona eleweki, weka chini, piga mwingine, weka chini, tafuta mwingine. Usilazimishe. Kwa nini unalazimisha upendo? Unaanzia wapi? Shauri yako. Sawa. Siku 3 zimefika. Nahitaji funguo. Kesho nahitaji uende ukaonane na Mbwela. Ni muhimu sana.